온리 바이블에 오신 여러분들을 환영합니다. Karibuni kwenye kipindi kingine cha Biblia pekee. Leo ni sehemu ya 3 ya mfululizo wa kipimo cha imani. Tutajifunza kuhusu viwango tofauti vya imani na makao ya mbinguni yanayolingana nayo. Tunaposikiliza neno hili, tutatafakari kuhusu imani yetu ya sasa na kufikiria makao yetu ya mbinguni. Sasa tushiriki neema katika ngazi ya 3 ya imani. Mathayo 7:24 hadi 25. Basi kila mtu anayesikia maneno yangu haya na kuyatenda anafananishwa na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, upepo ukavuma na kuipiga nyumba ile, lakini haikuanguka kwani msingi wake ulikuwa juu ya mwamba. Hata kama tunajua maneno mengi ya Mungu, tusipoyaweka katika matendo, imani yetu haiwezi kuwa. Lakini tunapojitahidi kutii maneno yake, Mungu hutupa neema na nguvu kutoka juu. Tunaweza kutenda na imani yetu inakuwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Katika ngazi ya pili ya imani, tunajaribu kutii neno la Mungu kama watoto. Wakati mwingine tunafanikiwa na wakati mwingine tunashindwa. Lakini tunapoendelea kuomba na kuacha matendo ya mwili, tunaweza kufikia ngazi ya 3 ya imani na kutenda kulingana na neno la Mungu kama vijana. Katika ngazi ya pili ya imani, kuna nyakati tunapotenda dhambi na kufuata mwili, lakini matendo ya mwili hayaonekani tena tunapofikia ngazi ya 3 ya imani. Kuanzia ngazi ya 3 ya imani, tunaanza kubadilika na kung'aa kama nuru na chumvi ya dunia. Kwa mfano, tunaposhtumiwa au kukemewa bila haki, tunavumilia kwa kimya. Tunapokabiliana na hali ngumu, tunajitahidi kufurahi. Ikiwa mambo hayaendani na mawazo yetu, bado tunajaribu kuelewa na kuwahudumia wengine. Watu watazungumza kwa njia tofauti kuhusu wale walio katika ngazi ya 3 ya imani. Jinsi mtu huyo anamwamini Mungu kwamba kuna kitu tofauti. Mara nyingi tunatii neno la Mungu kwa hisia ya kulazimishwa katika ngazi ya pili ya imani. Katika ngazi ya 3 tutatenda kulingana na mapenzi ya Mungu na hutoka moyoni mwetu, si kwa kulazimishwa. Kwa mfano, tunashika Sabato na kutoa fungu la 10 kwa sababu tunaelewa kuwa inasababisha baraka na ulinzi. Kufuata neno la Mungu kwa nje hakumaanishi daima kuwa uko katika ngazi ya 3 ya imani. Kwa mfano, ikiwa tunatii Sabato na kutoa fungu la 10 kwa sababu ya kusukumwa na familia, au tukilala wakati wote wa ibada na kufikiria tu kurudi nyumbani kucheza michezo na kupoteza umakini wakati wa ibada, basi hiyo sio ngazi ya 3 ya imani. Tusipopata baraka haraka licha ya yale tuliyoyapanda na kufanya, na mwishowe tunajuta au kulalamika kuhusu hilo, basi hiyo sio ngazi ya 3 ya imani. Kipimo cha imani hakiamuliwi na matendo machache tu, bali kwa jinsi tunavyoelewa mapenzi ya Mungu na kuyaamini mioyoni mwetu. Katika ngazi ya 3 ya imani, vita vizuri vya kushinda asili ya dhambi ya moyo au mambo ya mwili huanza. Mambo ya mwili ni dhambi ambazo hazionekani kwa nje, lakini zimehifadhiwa moyoni na akilini. Kwa mfano, chuki, wivu, husuda na hisia za kinyongo. Ikiwa tabia hizi za dhambi zipo moyoni, hatuwezi kutii mapenzi ya Mungu kikamilifu. Lazima tuendeleze vita vizuri vya imani hadi asili zote za dhambi ziondolewe kabisa. Hata ndani ya kiwango cha 3 cha imani, kila mtu ana vipimo tofauti vya imani. Kwanza, kuingia katika ngazi ya 3 ya imani na kutenda kulingana na neno la Mungu kutaleta mapambano ya ndani. Mawazo ya kimwili na mawazo ya kiroho yatapigana dhidi ya kila mmoja. Tunaelewa mapenzi ya Mungu na kutii, lakini tabia za dhambi bado zinabaki moyoni. Kwa mfano, tuseme kuna mtu anayefanya maisha yetu kuwa magumu. Mwanzo wa ngazi ya 3 ya imani, huenda hatusemi mambo mabaya au kuwafanyia wengine waone ugumu. Lakini mawazo ya kimwili yanaweza kutokea kama vile, simchukii mtu huyo, ni vile tu hatuelewani.
Mawazo ya kimwili ya kutomchukia, jukumu la kumhudumia au kumpenda mtu huyo linajitokeza. Katika hali hii, tunapaswa kuomba kwa bidii kutambua upungufu wa wema na upendo wa Bwana ndani yetu na tubadilike. Tunapoendelea kuomba, mawazo ya kiroho yanaweza kutokea katika hali kama hizo zinazokuja. Tunaweza kufikiria, napaswa kumkaribia zaidi, kumsifu kwa mazuri yake na kumpenda. Tutatafuta ukweli kwa kuwasifu na kuwahudumia wengine, hata kujitolea kwa ajili yao. Badala ya kuhisi usumbufu kwa ajili ya mtu huyo, moyo wetu utabadilika. Tutawaonea huruma na kufikiria jinsi tunavyoweza kuleta amani katika hali hizo. Watu hawa walioko katika ngazi ya 3 ya imani wataendelea kukua na kupitia kwenye mwamba wa imani. Katika ngazi ya 2 ya imani, tunajaribu kufurahi na kushukuru tunapokumbana na mateso, lakini hatuwezi kuyashinda na hatimaye tunalalamika. Lakini katika ngazi ya 3 ya imani, tunaweza kushukuru na kufurahi hata tupitiapo mateso. Ila hii haimaanishi kwamba furaha kamili na shukran zinatokea moja kwa moja. Wale ambao ndio wameingia kiwango cha 3 cha imani, mawazo ya kimwili yanaweza kujitokeza mara tu anapokumbana na ugumu. Unaweza kufikiria hii ni ngumu sana na kisha kukata tamaa. Lakini mara tu unaposikia sauti ya Roho Mtakatifu, unaweza kutambua, hapana, ninapaswa kufurahi na kushukuru. Mungu yu hai, basi kwa nini nikate tamaa? Unaweza kuutia moyo wako nguvu kwa ukweli. Unapoendelea kufikia hadi 60% katika ngazi ya 3 ya imani, sehemu kubwa ya tabia za dhambi itakuwa imeondolewa na kutenda kulingana na neno la Mungu kutakuwa rahisi zaidi. Hii hutokea kwa sababu mawazo ya kimwili hayana ushawishi mkubwa kwako tena. Ni ishara kwamba unakaribia ngazi ya 4 ya imani baada ya kuacha sehemu kubwa ya asili yako ya dhambi. Katika ngazi hii ya imani, mawazo ya kukata tamaa au malalamiko yote katika nyakati ngumu yatabadilishwa na mawazo ya kumtegemea Mungu na kutafuta kufurahi na kushukuru. Ikiwa wazo la hii ni ngumu litakukujia kwa muda mfupi, utaweza kulibadilisha haraka kuwa shukrani na furaha. Mathayo 7:24 hadi 25. Basi kila mtu aliyesikia maneno yangu haya na kuyatenda anafananishwa na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja na upepo ukavuma na kupiga nyumba hiyo kwa nguvu, lakini haikuanguka kwa kuwa msingi wake ulikuwa juu ya mwamba. Mwamba unamaanisha Kristo. Wakati imani haitikisiki katika majaribu na dhiki, na unapotenda kulingana na neno, unasemekana kuwa umesimama imara juu ya mwamba Yesu Kristo. Unapofikia zaidi 60% ya ngazi ya 3 ya imani, umeingia katika mwamba wa imani. Mawazo ya kutofurahishwa na mtu fulani yanapotokea, kusimama juu ya mwamba wa imani kuna maanisha unaweza kuyaondoa mara moja na kuyabadilisha na mawazo ya roho na ya kweli na kumtumikia mwingine kwa moyo wa amani. Hii inamaanisha kuwa maisha ya Kikristo si magumu na kila siku imejaa furaha na raha. Unapofikia 70 na 80 ya ngazi ya 3 ya imani, utatambulikana kuwa umesimama kikamilifu juu ya mwamba wa imani. Katika ngazi hii, kutenda kulingana na neno kunakuwa kawaida. Unapoingia katika ngazi ya 3 ya imani na kuendelea, kuacha mambo ya mwili ukikaribia ngazi ya 4. Utakuwa na ushirika wa karibu zaidi na Mungu na kuhisi upendo wake kwa undani zaidi. Kwa hivyo, ikiwa kuna mtu anayekufanya uteseke, huenda ukakosa kumpenda, lakini pia hutamchukia. Ukikuta mkoba wa pesa barabarani, ili hali unahitaji pesa kwa dharura, hutakuwa na kusitasita kama uichukue au utafute mwenyewe. Utamtafuta mwenyewe mara moja na kuirudisha. Unapoendelea katika imani, mawazo ya kimwili hayatainuka katika hali yoyote. Utaamua mara moja kuchagua mema, kufurahi na kushukuru kikamilifu. Hapa ndipo utakapofikia rohoni ngazi ya 4 ya imani. Je, mbingu ya wale walio katika kiwango cha 3 cha imani inaonekanaje? Mbingu ya wale wa ngazi ya 3 ya imani ni ufalme wa pili. Tofauti na ufalme wa kwanza wa mbingu ambako makazi ni ya pamoja, kila mtu katika ufalme wa pili anapewa nyumba yake binafsi.
Nyumba za ufalme wa pili wa mbinguni ni za ghorofa moja, lakini ni za kifahari na nzuri zaidi kuliko jumba lolote la kifahari duniani. Pia zimepambwa kwa maua yenye harufu nzuri na miti mizuri. Kila mtu anapewa kitu kimoja anachokitamani. Kwa mfano, wanaotamani ziwa nzuri watapewa ziwa, wanaotamani bwawa la kuogelea watakuwa na bwawa la kuogelea. Mtu asipokuwa na kitu fulani anaweza kwenda kwa jirani yake na kila mtu ana furaha. Kila nyumba ina kibao chenye jina la mwenyewe na jina la kanisa waliohudumu duniani ikiwa limeandikwa kwa maandishi ya mbinguni. Wale wanaoishi maisha ya Kikristo katika kanisa linalopendwa na Mungu wanapokea utukufu na heshima kubwa zaidi. Ni aina gani ya taji watapewa wale wa ngazi ya tatu ya imani? Ni watu walioishi kulingana na neno la Mungu. Watatekeleza huduma zilizopewa na Mungu na kumpa Mungu tukufu. Petro wa kwanza 5:4 inatuambia watapokea taji la utukufu. Kwa mfano, mtu ambaye hapo awali alikuwa akikasirika kwa mambo madogo, sasa anasafishwa na familia na marafiki kuhusu jinsi alivyobadilika tangu aanze kuhudhuria kanisa. Wakati maneno na matendo ya mtu huyo yanadhihirishwa ukweli, wanang'aa kama nuru kwa wengine na kumletea Mungu utukufu. Wale wanaoingia katika ufalme wa pili wa mbinguni wanajawa na shukrani kwa Mungu ambaye anawapa taji la utukufu, zawadi iliyozidi kwa mbali juhudi zao zote. Kwa watazamaji wetu wa Biblia pekee, ingawa ufalme wa pili wa mbinguni ni mahali pamejawa na shukrani na furaha, hisia za majuto na kutamani jinsi ingekuwa ya ajabu kuacha dhambi zote moyoni na kuwa watakatifu kikamilifu haziwezi kuepukika. Hebu tujitahidi kupigana na dhambi hadi kumwaga damu kulingana na neno la Mungu na kuacha kila aina uovu ili tufikie utakatifu. Naomba kwamba mtaendelea kusonga mbele ili kuingia mahali bora zaidi mbinguni. Niruhusu niwaombee. Baba mpendwa wa mbinguni, leo tumeangalia ngazi ya tatu ya imani. Huenda tumetupilia mbali matendo ya mwili, lakini dhambi na uovu bado vinabaki moyoni mwetu, na mawazo, hisia za kutofurahia, chuki na hasira moyoni na mawazoni, ushahidi wa hatua za mwanzo wa ngazi ya tatu. Tumeangalia jinsi ya kuondoa tabia hizi kabisa na kusimama juu ya mwamba wa imani na kukua katika imani. Naomba wote wanaosikia neno hili wakue zaidi katika imani, wafanane na mfano wa Mungu na mfano wa Bwana. Naomba kwamba wote mtajitahidi kwa dhati kuacha dhambi yoyote iliyofichwa moyoni. Acheni mawazo ya kimwili na muwe wa Kristo waliobarikiwa ambao wanaweza kufikia kiwango cha utakatifu anachotamani. Tunakushukuru na tunaomba kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.